Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, golikipa wa klabu ya Yanga Djigui Diarra ameendelea kufanya makubwa kwenye michuano ya AFCON. Kwa mara hii akiwa ndiye mchezaji ambaye pengine ameacha gumzo kubwa kwenye michuano ya AFCON baada ya kuifanya timu yake ya Mali kutinga hatua ya robo finali, na Mali inakuwa ni timu ya pili kutinga hatua ya robo finali baada ya Senegali, na sasa Mali na Senegali watakutana kwenye hatua ya robo finali. Bwana, Djigui Diarra aliokoa mikwaju miwili ya penati dhidi ya Tunisia, na mchezo ulitamatika kwa sare ya goli 1-1 kwa dakika 90, ndipo zilivyoongezwa dakika 30 na mchezo kasaliwa vile vile, na refari wa mchezo akaamua mchezo ule uende kwenye hatua ya matuta, na Djigui Diarra akaifanikisha timu yake ya Mali kutinga hatua ya robo finali. Moja kati ya jambo ambalo limeendelea kuzungumzwa mitandaoni juu ya uwezo wa Djigui Diarra. Bwana, golikipa huyo wa klabu ya Yanga Djigui Diarra ameibuka shujaa wa mchezo akiokoa penati mbili na kuipeleka timu ya taifa ya Mali iliyokuwa na wachezaji 10 katika hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON. Bwana, Mali inakuwa timu ya kwanza kutinga hatua ya robo finali AFCON bila kushinda mchezo wowote katika dakika 90. Bwana, Mali hadi sasa amepata sare katika michezo mitatu ya hatua ya makundi na mmoja wa hatua ya mtoano. Sasa Mali watakipiga dhidi ya Simba wa Teranga Senegali katika hatua ya robo finali. Bwana, ni kweli Mali kwenye michezo mitatu ya hatua ya makundi, kundi ambalo walikuwa kundi A wakiwa na wenyeji Morocco, wakiwa na Komoro, lakini pia wakiwa na Zambia, hawakuwahi kupata ushindi, bali michezo yote ya makundi wamecheza wametoa sare. Hata mchezo huu wa mtoano dhidi ya Tunisia kwa zile dakika 90 Mali walitoa sare. Kwa hiyo wamekwenda kushinda kwenye mikwaju ya penalti. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Mali wamepata changamoto kubwa sana kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya mtoano. Kwa hiyo iko hivyo. Bwana, dakika zote 90 kabla ya mkwaju wa penalti tulishuhudia pia uwezo wa Djigui Diarra kwenye kufanya saves zile ambazo zilikuwa ni za hatari. Tulishuhudia dakika 25 Woyo Kolbali akipigwa kadi nyekundu. Kwa hiyo kuanzia dakika 25 mpaka 90 mpaka zile za nyongeza Mali walikuwa wanacheza pungufu. Dakika ya 50 na dakika 41 tuliona kuna muda Djigui Diarra aliumia, lakini alifanywa matibabu akapona, na mara baada ya kuumia tuliona golikipa wa ziada akisimama kwenye ile benchi la Mali. Watu wakaanza kuogopa inakuaje Diarra anatoka, lakini mwisho siku alisalia. Lakini dakika 55 aliokoa mpira uliokuwa unaingia baada ya kupigwa kona na mchezaji wa Tunisia, kona ambayo ilikuwa inaonekana inajia moja kwa moja, lakini Diarra aliupangua na kuweza kutoa. Dakika ya 78 Diarra kaokoa faulo ya handball, moja kati ya nyota ambaye jana amewasumbua sana Mali, na huyu anakipiga ndani ya klabu ya Burnley ya kule nchini England, anaitwa handball Mejabir. Bwana, dakika ya 88 ziko zimesalia dakika 2 kabla ya mtanange kumalizika. Bwana, super sub Shawat anakipiga ndani ya klabu Afrikani ya Tunisia akaifungia Tunisia goli, na ni moja kati ya goli ambalo pengine watu waliamini mchezo umeishia pale. Baada ya hapo zikaongezwa dakika 4 kwenye huo mchezo ili mchezo tamatike na Tunisia aweze kusonga hatua inayofuata. Zikiwa zimeongezwa hizo dakika 4, dakika 92 bwana, Mali wanapata penalti baada ya faulo kupigwa na mchezaji wa Tunisia kuweza kuunawa kwenye 18. Baada ya hapo bwana, mkwaju ukapigwa, na kabla mkwaju kupigwa kwanza VAR ilianza kucheki kama ni penalti kweli. Tuliona wachezaji wa timu taifa ya Mali wakihaa kweli kweli, wengine wakiomba Mungu iwe penalti kwa upande wa Mali, lakini kwa upande wa Tunisia wengine wakiomba kwamba isiwe penalti, lakini mwisho wa siku referee akaamua sasa uwe mkwaju wa penalti. Dakika ya 90 zilikuwa zimepita dakika 6 na zile 4 za nyongeza zilikuwa zimeshakwisha. Bana, Mali wanafunga goli kwa penalti. Sina Yoko anaingia kambani, penalti ambayo iliwarudisha Mali kwenye mchezo, na baada ya hapo mtanango ukamalizika na kwenda hatua ya dakika 30. Bwana, dakika hizo 30 mechi tuliona
ikiwa tafu kweli kweli. Diarra dakika ya 97 bwana, Diarra anaiokoa Mali tena, wakataka kufungwa, lakini dakika ya 105 Tunisia wakapata bao ambalo kabla ya kuingia tuliona save ambayo alifanya Djigui Diarra, lakini baadaye nyota wa Tunisia akamaliza mpira wa vundi, lakini baadaye goli lile likaonekana ni offside, na hakika ikawa ni offside. Sasa baada ya hapo bwana, baada ya misukosuko ambayo Diarra alipitia na timu yake ya Mali, ndipo sasa zikaingia ile mikwaju ya penalti pale. Sasa unasikiaga timu huwa inamwangalia kipa kwenye zile dakika 90, tunaangalia washambuliaji kwamba inakuaje mshambuliaji kafanya hivi, mbona kakosa, inakuaje. Sasa kwenye zile penalti watu tunamwangalia goalkeeper namna ambavyo anakwenda kuibeba timu yake bwana. Walianza Tunisia wakafunga, baada ya kufunga akaja Mari Bissouma, moja kati ya nyota ambaye anakipiga pale ndani ya klabu ya Tottenham Hotspur, akakosa. Baada ya kukosa sasa hapo Mali sasa benchi likao halikaliki, wakafuata Tunisia bwana, akapaisha Ali Abdi anayepiga ndani ya klabu ya Nice ya Ufaransa. Baada ya kupaisha Mali wakaja wakapata kupitia kwa Racine Sinayoko akifunga goli. Ukiachana ile goli alilofunga kwa penalti la kusawazisha kwa dakika 90, akafunga tena kwa upande wa mikojo ya penalti Racine Sinayoko. Wakaja Tunisia wakapata, akaja Nene, moja kati ya super sub ambaye kwa upande wa Mali pengine aliweza kubadilisha mchezo, kwa sababu ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na kasi, anaipiga ndani ya klabu ya Fenerbahce pale Uturuki. Akakosa, alivyokosa wakaja Tunisia wakapata, alivyopata wakaja Mali wakapata, walivyopata wakaja Tunisia wakakosa, Mali wakaja wakapata, Tunisia wakakosa, alafu Ali El Birari akafunga mkwaju wa penalti kwa upande wa Mali na kuweza kuifanya Mali kutinga hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON. Bana, baada ya mchezo Djigui Diarra, kutokana na kazi kubwa ambayo alifanya, ukiachana na kuokoa tu mikojo ya penalti miwili, lakini kwa zile zote dakika 90 ndiye ambaye alikuwa man of the match kupitia kwenye mchezo huo. Kwa hiyo Mali wanasonga hatua inayofuata ya kombe la AFCON. Lakini kufuatia matokeo hayo bwana, Tunisia imemfukuza kazi kocha wake Sam baada ya kutolewa na Mali kwenye hatua hiyo ya 16 bora, na Tunisia wanatolewa kwenye 16 bora kwa mara 6 kabla ya AFCON 8 zilizopita. Kwa hiyo unaweza kusema pia Mali wamemfukuzisha kocha Tunisia, lakini kikwazo kikubwa kiwa ni Djigui Diarra ambaye ameweza pengine kwa asilimia kubwa kufanya makubwa kwenye mchezo huo na kuweza kuiondosha Tunisia. Bana, tumeshuhudia kongole nyingi sana kwa Djigui Diarra. Baadhi ya wachambuzi kila mmoja anazungumza la kwake, mashabiki wanazungumza la kwake, wengi wakimpa kongole Djigui Diarra na wengine wakisema kwamba kwa kiwango ambacho Diarra anakionyesha, huenda sasa tukashuhudia msimu unaokuja sio sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga, kutokana na uwezo ambao ameonyesha kwenye mashindano makubwa ambayo yanatazamwa duniani, unaweza wakasema hivyo. Kwa hiyo tunafahamu kule kuna mawakala wa timu tofauti, kwa hiyo huenda pia lolote likatokea. Kwa hiyo ni kubwa ni kusubiri na kuona bwana Djigui Diarra ameibeba Mali mabegani na kuweza kutinga hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON. Bwana, tunafahamu bingwa wa michuano hiyo ya AFCON atajinyakulia zaidi ya shilingi bilioni 24. Kwa hiyo anaweza kaa Mali, anaweza kaa Senegali. Kwa mchezo wa robo finali wa kwanza ni Mali dhidi ya Senegali, lakini kubwa zaidi Diarra akiwa ameacha alama kubwa na gumzo kubwa kwenye michuano hiyo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.